mwenye kupewa hikima huyu amepewa heri nyingi. Kwa ndugu zangu, katika moja ya mambo ambayo Mwenyezi Mungu huwapa watu wachache ni jambo la hikima. Mtu anaweza akapewa ilmu lakini akanyimwa hikima, na vikikutana ilmu na hikima, huyu mtu atakuwa ni bwana katika hii dunia. Na sasa hivi watu wamejifunza mengi kupitia yeye. Kwanza alikuwa ni kiongozi ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amempamba na ule uongozi wake, lakini alikuwa ni mzuri katika upande wa kusuluhisha migogoro. Hakuna mgogoro katika wilaya ya Handeni tumekwenda naye ukashindikana kwa kupitia hekima chake, na kwa hekima hizo hizo ndio mpaka mkoa umemuona, mpaka akateuliwa cheo alichokufa nacho. Yeye ni mjumbe wa halmashauri kuu taifa. Kwa ndugu zangu, kwa haya maisha aliyoishi, sisi kwa hiyo ni darasa kubwa. Ndugu zangu, mwanachuoni mmoja anaitwa Ibn Khaldun aliwahusia wanafunzi wake, akawaambia, idha ma mitu fala tabhathu anni fil quburi, mimi nitakapokufa ndugu zangu, msiende kunitafuta mkapata tabu kumtafuta kwenye makaburi, bali fabhathu anni fi qulubi nnas, bali nendeni mkanitafute katika nyoyo za wanadamu. Kwa nini? Kwa sababu mtu anatakiwa aishi vizuri na wenzake, kwa sababu anasema fa inna dhikra lilinsani baada al-mauti umru thani, kule kutajwa vizuri mtu baada ya kufa anaongezwa umri wa pili ambao unamuongezea thawabu. Kwa hivyo ukikae uangalie unaishi na wenzako kwa namna gani. Kwa sababu gani? Ndugu zangu, katika dunia mambo ni mawili patakuwa yatafute. Mwenyezi Mungu aliyoagiza, wanaktubu ma qaddamu wa atharahu, tunaandika vitu viwili katika wanadamu, ma qaddamu, yale ambayo wameyatanguliza, wa atharahu, na yale ambayo wameyaacha. Kwa hiyo wewe uangalie unatanguliza nini, lakini usife hovyo. Uangalie unabakisha kitu gani ambacho wewe kitaendelea kukupa thawabu baada ya kuondoka. Kwa ndugu zangu, ndiyo maana ule msemaji wa pili alizungumza maneno akasema, mambo ya akhera lazima mtu ayahangaikie, ufanye harakati uhakikishe kwamba unatanguliza kitu gani, lakini ufanye harakati uhakikishe kwamba unaacha athari gani. Sababu nzuri ya aya hii hiyo katika sura ya asili, wanaktubu ma qaddamu wa atharahu. Sababu nzuri ambao wanatuona kuwasiliana ni kwamba wakina Ibn Kathir wameitaja, wakina Al-Tabari wameitaja kwamba Mtume Muhammad alipohama kutoka Maka kwenda Madina alikwenda kujenga msikiti. Ule msikiti aliujenga katikati ya mji, mahali ambapo hakuna nyumba. Watu wakao wanapata tabu kwenda kuhangaika kuitafuta jamaa. Maswahaba wakataka wang'oe nyumba zao wazilete karibu na msikiti. Habari hii ikafikia Mtume Muhammad, ndio akaambia, hapana, kule kuhangaika kwenu kutoka kule mlikokuwa nyumbani kuifuata hii swala ya jamaa, mnalipa zile hatua zile. Mwenyezi Mungu anathibitisha nyayo zao, anaziweka katika ardhi, na wala hazifutiki moja na vumbi, na wala hazifutiki kutokana na kuepuka kwa zama. Mwenyezi Mungu ataziweka zile ila yaumil qiyama, mpaka siku ya Kiyama. Ndio wanaktubu ma qaddamu wa atharahu. Kwa ndugu zangu, tusife ovyo, tusife. Kuna mtu mmoja kaunga lugha mbaya, sema usife kifara. Naam, usife kifara. Kufa kifara ni ndio hujui umetangulia nini na hujui umeacha nini. Kwa ndugu zangu, kwa sio na hivi tulikuwa tunaona mzee wetu akieleza mambo, basi tuingeni sote ili tuwe tumetanguliza jambo na tuache mambo yatakayotusaidia. Kwa maana ya ile balagh mubin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa.